tumemfunga kwa mateso makubwa, tumempelekea moto mzito, moto wa gesi, tumempelekea pumzi ya moto, tumemfungia booster ya kibabe, tumempiga goli 3 na mateso makubwa. Sisi Simba Sports Club tumetimiza malengo yetu ya kwanza ya kuingia fainali na malengo ya pili ya kumfunga Mlandege. Tuna furaha kweli kweli. Sisi jana tumewaombea dua sana. Kwa mara ya kwanza tulipiga goti kwa Mungu tukiombea Azam afungwe kwa mara ya kwanza, na baada ya hilo kutokea tukafanya sherehe kubwa kweli kweli, na ndio maana hii leo mechi ambayo ilikuwa inachezwa dhidi ya Mlandege, unaona kabisa watu wanacheza wakiwa wanatafuta kitu fulani, wakiwa wana shauku na hamu na kitu fulani, na shauku yetu ilikuwa ni fainali ya tarehe 29. Kwa hiyo sisi ndio tulikuwa na shauku kubwa zaidi, ama tulikuwa na hamu nyingi zaidi kuelekea katika mchezo wa tarehe 29. Hamu hiyo inaitwa na nini semaji? Tunapenda kucheza mechi ngumu, tunapenda kucheza mechi kubwa, na mechi kubwa imefika wakati wake. Kwa nini usifurahie kwenda kucheza mechi hiyo? Sema kuna namna tulitaka tuwapige 5 ama 6 hivi. Kwa hiyo baada ya goli 2 zile tukawaambia wanajeshi wetu, acheni kushangilia, hebu okoteni mali, njoeni katikati mwa kiwanja, tuanze haraka haraka tuwafunge magoli mengine walau 5 hivi, lakini ikagoma, ikaishia kwenye goli 3 zinatosha kabisa. Wao kama wamejipata sawa, lakini sisi hatujawahi kujipoteza. Kwa hiyo sisi siku zote tupo kwenye fomu yetu, kwa hiyo sisi tuko tayari. Semaji, lakini kuna watu walikuwa wanasema mnataka mkimbie. Haijawa sasa, tushashinda. Kwa hiyo swali lako lilokuja nalo limekufa. Sijui umeelewa bado? Hilo swali limekuja nalo kutoka nyumbani limekufa kwa sababu tumeshinda. Sijui umeelewa bado? Walikuwa wanahisi mtakimbia. Tumeshinda sasa. Kwa hiyo hilo swali lilokalili limekufa. Mnajiandaje sasa na dabi ya Kariakoo hapa kwenye fainali ya Muungano? Lakini mara baada ya mchezo huo mna siku takriban 2 kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo tena kwenye nadhani haijawahi kutokea kwenye historia ya mpira wa Tanzania kucheza dabi 2 ndani ya kipindi kifupi.